Emily Atieno mwenye umri wa miezi 11 ni kitinda mimba katika familia ya Benedict na Lynette Adongo. Alipozaliwa, alionekana buheri wa afya mwenye uzani wa kilo 3.4. Hata hivyo, kadri alivyoendelea kukua ndivyo siha yake ilivyozidi kuathirika na kudhihirika wazi. Uzani wake uliongezeka kwa kilo 2 tu kwa muda wa miezi 6, jambo lilowatia kiwewe wazazi wake. Kufikia wakati huo hawakujua mwana wao alikuwa akiugua ugonjwa wa moyo uitwayo truncus arteriosus. Truncus arteriosus ni ugonjwa unaosababisha shimo moyoni kutokana na mishipa mikubwa ya kuingiza na kuondoa damu moyoni kutojijenga vyema mtoto akuwapo tumboni mwa mamake. Nilikuwa na mimba. Hiyo mimba haikunisumbua. Na wakati wa kuzaa nilizaa tu vizuri. Na baadaye nikagundua vile nilikuwa naona kama mtoto ana breathe. Alikuwa na breathe rapidly. Tukaona kama hiyo sio normal breathing. Haya, baadaye nikaenda Paponditi District Hospital. Wakaniambia ati lungs za mtoto hazijadevelop vizuri. Haya, hii kubreathe yake ilizidi. Na ilikuwa inaniletea nini tatizo. Wakaangalia nini lips za mtoto wakaona kama ni black. Wakaamua ati hiyo ni heart disease. Akiwa na umri wa miezi 5 ndipo wazazi wake walipoona dalili ambazo huhusishwa na ugonjwa huo. Hii ikiwa ni pamoja na kulia sana, ugumu wa kupumua, kuhisi njaa mara kwa mara au hata kukosa hamu ya chakula kutoka kwa jasho anaponyonya mtoto. Mbali na hayo, moyo kupiga kwa kasi na kudhoofika kwa afya ya mtoto. Baada ya dalili hizi kudhihirika kwa Emily, ndipo na safari zisizo na mwisho za kutafuta matibabu zilianza. Wazazi wake walimpeleka kwa daktari wa mtoto ambaye ni mtaalamu wa ugonjwa wa moyo, Daktari Christine Jowi. Siku halali vizuri, kugonjeka pia anagonjeka. Damu yake pia saa zingine inaisha. Sasa ni shida. Kulingana na Daktari Jowi, truncus arteriosus ni miongoni mwa maradhi ya moyo yanayosababisha vifo vya watoto. Na kwa kawaida, mtoto asipopata matibabu ya mapema aghalabu hawezi kutimiza umri wa mwaka mmoja. Saa nyingine hizi ugonjwa wamezaliwa nazo, lakini wakati zingine wanazipata wakiwa watoto wakubwa. Zile ambao wamezaliwa naye kwa kimombo inaitwa congenital heart diseases. Sasa kumaanisha congenital ni kumaanisha amezaliwa naye. Alafu hizi zinaweza kuwa zingine ambao ni hatari sana na watoto wanakuwa wagonjwa zaidi saa ile wamezaliwa, na saa nyingine hata wafiki miaka 1 na hiyo ugonjwa. Ikifika mwaka 1 pengine washakufa. Kando na kuzaliwa na ugonjwa huo, kuna mambo yanayoweza kuchangia watoto wadogo kuugua moyo. Aanze kwenda shule, kila mtu anachangia. Mtoto leo amekuja na hii kohozi, amekohoa, unatibu. After 2 weeks ingine amekohoa, na wazazi wanachoka. At that age 3 to 5 years akianza na hizo makohozi, tafadhali tibu. Kwa sababu moja kati ya hizo bakteria zitakuwa zile zinaharibu moyo. Na wewe sasa ulikuwa unasema hii ni homa tu. Mtoto ambaye amenona kabisa afanye exercise. Okay? Hata atumie hizo cholesterol ambayo unatumia. Unajua watoto wanakula nyingi na wanoni. Mtoto ambaye anacheza vizuri, active, atakula na akule na hatakuwa amenona. Mtoto anakuwa yule mtoto ambao sio active. Sasa anaanza kuwa mtoto ambao sio active, atakuwa middle age sio active, na anaanza kuwa na shida ya moyo. Hata hivyo, matatizo ya moyo huweza kubainika mtoto akiwa tumboni. Daktari akisikia ati huyo mtoto apigi vizuri, ama anaona mimba inaonekana ndogo lakini siku zake imekaribia, ama za nyingine unakuwa ile mimba ambayo iko na maji nyingi. Hizo vitu inatufanya tuende tuangalie huyu mtoto kama moyo yake ni mzuri ama kama figo yake ni mzuri. Usipotibiwa, ugonjwa huu sababisha uharibifu wa mapafu kutokana na nguvu ya juu ya kusafirisha damu mapafuni kwa moyo.
Matibabu ya ugonjwa huu hayafanyiki hapa nchini kwa sababu huhitaji upandikizaji wa mkusanyiko wa seli mwilini, yani tissues za binadamu, na sheria za Kenya hazikubali. Parliament haijaturuhusu kuchukua mwili ya mtu ambayo amefariki kwa ugonjwa yote ama vitu yoyote. Ukufe na macho yako ilikuwa mzuri, hatuwezi kutumia. Hata figo yako ilikuwa mzuri, hatuwezi kutumia. Ukufe na moyo yako ilikuwa mzuri, hatuwezi kuchukua hizo mshipa tutumie. Kando na hayo, gharama ya matibabu ya ugonjwa wa Trachas ni ghali mno. Familia ya Emily inahitajika kuchangisha shilingi milioni 1 ili malaika huyu apate matibabu nchini India. Ni ndoto ya familia ya Adongo ya kuwa kupitia kwa wahisani mwana wao ataweza kuishi maisha marefu na ya kawaida sawa na wengine, kwani kulingana nao muda unaendelea kuyoyoma. Eunice Omolo, QTV, makala ya Siha Njema.